Baada ya kuchukua machepe, vijana wakachimba. Vilivyochimba hatukwenda chini sana, kama usawa wa futi kama 2 tu, tukaanza kuona nguo, kwa sababu alivyomlaza wake alikuwa ameweka manguo hapo kwenye msiba. Bwana mjumbe njoo, kwa sababu pale kuna mtu ambaye alikuwa amepotea, ambaye ni mtoto wa huyu marehemu mzee tuliyomzika, mzee Muna. Kwa hiyo mtoto wake alikuwa na siku 8 haonekani, ambaye ndio yule. Ama kweli wanasema ukistaajabu ya Musa utayaona ya Firauni. Leo Global TV tumefika hapa eneo la mtaa wa Ruguruni, kata ya Kwembe, wilaya ya Ubungo, na tumekuja kwenye sehemu ambayo yamefanyika mauaji, ambaye mtoto amemuua baba yake na kumfukia ndani. Lakini hapo hapo kitu cha kustajabisha zaidi, mtoto huyo kumbe alikiri mbele ya vyombo vya usalama kwamba alimwekea sumu babu yake, ambaye naye babu yake alitangulia mbele za yake siku 6 kabla ya kugundua kwamba mwili uko ndani. Kwa hiyo kijana huyo alimuua babu yake pamoja na baba yake mzazi na kumzika ndani ya nyumba ambayo walikuwa wakikaa. Ungana na mimi Madam Tema, nyuma ya kamera niko naye Zakaria Juma. Twende tukasikilize watu mbalimbali, wajumbe na watu ambao wameshuhudia tukio hili au walilishuhudia tangu mwili unafukuliwa ndani. Habari yako? Habari nzuri. Unaitwa nani na wewe ni nani eneo hili la Ruguruni? Mimi naitwa Ali Omari, ni mjumbe wa zoni namba 1 mtaa wa Ruguruni. Mjumbe, unaweza kaelezea tukio lilikuwaje, lilitokeaje na mpaka we mjumbe ukaweza kupata taarifa na ulishuhudia nini? Ilikuwa siku ya tarehe 18, siku ya Alhamisi. Hapo eneo kulikuwa na msiba, tukamaliza kuzika kwenye majira kama ya saa 10. Katoka kwenye msiba nikarudi nyumbani. Nilipofika kwenye majira kama ya saa 2 kasorobo ya usiku, akanipigia simu hapo kwenye msiba, bwana mjumbe njoo, kwa sababu pale kuna mtu ambaye alikuwa amepotea, ambaye ni mtoto wa huyu marehemu mzee tuliyomzika, mzee Muna. Kwa hiyo mtoto wake alikuwa na siku 8 haonekani, ambaye ndio yule baba sasa wa yule mtoto aliyefanywa kitendo cha mauaji na mtoto wake. Ni huyu baba ambaye amefanywa mauaji. Yake ndio aliyepotea ndani ya siku 8, alikuwa hajulikani yuko wapi. Kwa hiyo ilipofika majira hiyo, alipopiga simu njoo mjumbe, tumeingia kwenye chumba cha huyu aliyepotea, tumeona dalili ya damu kitandani. Ikabidi nikatoka nikafika eneo la tukio, kaingia kwenye kile chumba, washa tochi, tulivyomulika kweli tukakuta damu zimeenea kwenye mafumbati ya kitanda pamoja na godoro. Baada ya kuona damu nikaambia hii kweli ni dalili ya tukio, hebu tujaribu tuingie kwenye vyumba vingine kuangalia. Kweli tulivyotoka chumba kile kuingia chumba cha pili, tukakuta dalili ya udongo ambao umechimbwa. Kwa hiyo pale kulikuwa na kitanda na kiti kikubwa cha watu 3. Nikaambia sogezeni kitanda, wakasogeza kitanda. Tukaangalia pale tukaona shimo. Tukasogeza kile kiti kikubwa kwa chini. Nilivyosogeza kiti kikubwa kwanza nikaona kama dalili ya unyevu fulani. Baadaye nikasogea nikakanyaga pale na mguu nikaona kama pana bonyea. Na chumba kilikuwa kitoa harufu. Chumba kilikuwa kinatoa harufu kwa mbali, lakini ilikuwa sio kubwa sana ya kutishia. Basi kaambia bwana jamani, hapa mimi naona kuna dalili ya kitu kimefukiwa, lakini sijasipitisha kama ni hiyo, lakini cha msingi tusifanye lolote, kwa tumpigie mwenyekiti wa mtaa, tuwapigie na polisi waje ili tujue kama kuna dalili ya tukio hilo. Basi ndio tukaanza kufanya mawasiliano, tukampigia mwenyekiti Joshua akapigia polisi wakafika kwa wakati, na hao polisi walikuja nao wakaangalia, walipoangalia wakasema kweli hapa inabidi tuchimbe tuhakiki kuna nini ndani. Baada ya kuchukua machepe, vijana wakachimba. Vilivyochimba hatukwenda chini sana, kama usawa wa futi kama 2 tu, tukaanza kuona nguo, kwa sababu alivyomlaza wake alikuwa ameweka manguo. Juu alimwekea nguo. Tukulaza tukakuta manguo, kuendelea kuchimba kutoa zile nguo, tukakuta mwili hapo chini. Tulivyoangalia kwa tukathibitika ni yeye. Na kipindi hicho mtoto wake alikuwa wapi, huyu ambaye amefanya kitendo hicho cha mauaji? Huyo mtoto siku ile ya msiba, ambaye tuseme huyo ni babu yake, msiba wa babu yake, kwenye majira ya asubuhi saa 4, wakati
mambo ya msiba, maandalizi yanaendelea. Hiyo nyumba ambayo amefanyia mauaji yeye alikuwa ameifunga na mwenyewe yuko pale pale. Kwa hiyo pale kwenye msiba pale wakaomba tunaomba utufungulie huko, baadhi ya wageni wakae huko. Yule kijana akasema huku siruhusu mtu yote aingie huku. Umeona, hasa kutokana na hali yake ya uvutaji wakasema pengine kashavuta mabangi yake, achaneni naye. Kwa hiyo baadaye akatokea shangazi yake akampa shilingi 2000 akamwambia nenda kanywe chai. Yule kijana alipochukua ile hela, alipotoka kwenda kunywa chai ile saa 4 ndo akurudi tena. Umeona kwa hiyo sasa baada kufika jioni, mama wa marehemu tuseme ni bibi wa huyo muuaji akasema jamani, mimi naomba nifungulie huku kwa mwanangu, nataka niende nikalale. Kwa hiyo ndo chanzo cha kugundua tatizo, huyo bibi kuomba pale afunguliwe. Huyo bibi alivyoingia ndani kulala, alipofika kitandani kulala akasikia harufu ya damu, akasema hiki chumba mbona kinanuka damu sana. Watu sasa ndo kuingia kumulika, ndo akakuta hizo damu kitandani. Kipindi hicho kijana yeye alishikuwa ameshaondoka, sasa ashakimbia. Kwa hiyo alijua kabisa kwamba kifunguliwa chumba kuta kitu kitatokea. Alijua lazima kitatokea kwa sababu mule ndani tayari kulikuwa kuna damu, na hivyo kule tena kamfukia mule akajua lazima kuna kitu kitatokea, aliamua kukimbia. Na hivi sasa ameshakamatwa kijana. Huyo kijana amekamatwa kwa sababu alivyotoka hapa alikimbilia sehemu moja wanaita Bokonemela, ambako huko kipindi cha awali alikuwa anaishi na bibi yake. Huyo bibi ambaye amegundua tukio alikuwa anaishi naye huko Bokonemela, na yeye alivyotoka hapa aliunganisha huko Bokonemela. Kwa hiyo ilipofika siku ya pili yake, siku ile tuliozika ile baada hiyo siku ya tarehe 19 tukawa tumemzika huyo marehemu ambaye amefukiwa. Kwa hiyo baadaye wa familia wakapiga simu kule, jamani huyu kijana hajafika huko. Wale wakaambia bwana huyu kijana yuko hapa. Akawa basi mdhibitini hapo asitoke kwa sababu huku kuna tatizo amelifanya. Askari wakatoka wakaenda wakamkuta, ndo wakamchukua wakamleta hapa kituoni. Polisi iligundua mtu aliyedaiwa kuwa amepotea alikuwa ameuawa na kufukiwa ndani ya moja ya chumba kilichopo katika nyumba yake, ambayo hiyo nyumba iko maeneo Mbezi, eneo linalofahamika kama Luguruni Kwembe, kwenye wilaya ya Ubungo hapa jijini Dar es Salaam. Uchunguzi wa kina ulivyofanyika ulibaini mtu aliyefanya tukio hilo la mauaji ya kinyama na kumfukia mtu huyo aliyedaiwa awali kwamba amepotea alikuwa ni mtoto wa huyu mtu ambaye ni marehemu sasa hivi, ambaye aliripotiwa kwenye kituo cha polisi tarehe 16 mwezi Juni mwaka 2026 kuwa amepotea na haonekani. Upelelezi wa kina baadaye ulifanywa na kuwezesha kumkamata mtuhumiwa huyu ambaye alifahamika kwa jina la Juma Ramadhani maarufu kama Juli, mwenye umri wa miaka 21, ambaye baada ya mahojiano mtuhumiwa huyu alieleza jinsi alivyomuua baba yake, kulificha tukio na kuweka mazingira kwamba amepotea, na kumfukia ndani ya chumba ambacho ni sehemu ya nyumba ya baba yake, kwa maana nyumba ya mtu ambaye sasa hivi ni marehemu. Sababu halisi za mtuhumiwa kufanya tukio hili bado zinachunguzwa. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.